Ndugu na dada zangu, nawakaribisheni kwenye tafakari ya Jumapili ya 29 katika kipindi cha kawaida mwaka C. Jumapili hii kanisa inatuelekeza kuadhimisha siku ya kimishonari ulimwenguni. Maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu wa mishonari wa matumaini kati ya watu. Mada hii inaambatana na ile ya juma hii tunayoisherekea ya mwaka wa matumaini. Sisi kama Wakristo ni wamishonari. Mahali ambapo tupo, inafaa tujiulize, wamishonari kivipi? Kwa kueneza Injili, wahudumia wagonjwa na wasiojiweza, hasa kumpenda jirani, ambalo ni jukumu tunalopata wakati wa ubatizo. Basi kila mienendo zetu yafaa yaashirie yale ya mishonari bomba, mishonari kamili ambaye ni Yesu Kristo. Tunapaswa kuwa wamishonari wanaoleta matumaini kwa watu tunaowahudumia. Watu wengine katika jumuiya zetu, familia na hata nchi yetu wamepoteza matumaini. Ni jukumu letu kuwahimiza, jinsi Mtakatifu Paulo anavyotuambia ya kwamba matumaini hayana makasiriko. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka. Linatuelekeza wakati ambapo Waisraeli walikuwa safarini wakielekea mji ahidiwa. Safari haikuwa rahisi kwa sababu njiani walikupatana na magumu ya kila aina. Wakati huu walikuwa Wameleki waliowazuia kupita, na kwa hivyo wanalazimika kupigana nao vita. Vita yao sio ya kawaida, kwa sababu fimbo ya Musa ulipaswa kuwa juu, ndiposa Waisraeli wapate ushindi. Wakati huu Musa ambaye pia ni mishonari anawapa Waisraeli matumaini kwa uwepo wa fumbo wake. Mungu alijitokeza wazi kwa nguvu zake zote mwenyewe kuwaokoa watu wake, ambayo ni jamii aliyoiteua yeye mwenyewe. Waisraeli waliyapitia changamoto, lakini hawakuachwa. Walipomlilia, ndiposa akawaisaidia hadi walipofika shamba la ahadi. Nasi pia tunahimizwa kuweka matumaini yetu kwa Bwana bila kuchoka kila wakati wa maisha yetu, kwani Bwana yu tayari kusikiliza na kujibu dua zetu kila wakati. Na kisha tunaweza kujiunga na Waisraeli kuimba Zaburi 124 tukisema, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, adui zetu wangalitumaliza. Na hasira zao zilipowaka juu yetu, na ndiposa wakakiri, tulivyosikia kwa wimbo wa katikati, Zaburi 121, msaada wao huu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Hii ni uhakikisho kwetu ya kwamba msaada wetu huu kwa Bwana peke yake. Mwinjili Luka anatuhakikishia
haya kupitia mfano aliyotupa na hakimu na mama mjane. Anatueleza ya kuwa lazima tuwe watu wenye imani na kusali bila kusita wala kuchoka. Hakimu alionekana mwenye sifa mbadala ya kutomcha Mungu na hata binadamu, bali mjane huyu alimwendea bila kuchoka, kwa sababu alikuwa na ufahamu kuwa msaada wake utatoka kwa huyu hakimu. Nasi pia yafaa tujue ya kwamba msaada wetu ni kwa Bwana, ambaye pia ndiye matumaini yetu. Tumkimbilie kila wakati, ndiposa tuwe wamishonari wa matumaini kwa wengine. Siku hizi watu wengi wanahitaji vitu vya haraka. Tunatamaa tupate bila kutoa jasho. Subira haipo hata, na tukikosa tunagonjeka hadi wengine wanataka kujiondoa kinyongo. Tunaelezwa ya kuwa kama wamishonari wa tumaini yafaa tuwe na subira, tusikatae. Tunaelezwa kuwa kama wamishonari wa matumaini yafaa tuwe na subira, tusikate tamaa haraka, bali tumtumainie Mungu kwa vyote. Paulo katika somo la pili anamwambia Timotheo kuwa ayashike yale anayofundishwa na haswa anayoamini. Anahimiza kuyasoma maandiko matakatifu, kuwasiliana mara kwa mara na neno la Mungu ambalo ndilo sala bora. Tunapoendelea kuadhimisha Jumapili ya wamishonari, tunapaswa kujiuliza, je, umishonari wetu upoje katika mazingira yetu? Na je, mwana wa mtu atakapokuja atatupata na imani? Tujiulize, tutafakari katika maswali haya ili atusaidie tuweze kumjongea Mwenyezi Mungu kwa mienendo anayoyakubalia. Hatujui saa wala dakika. Tumwombe Mungu atuzidishie imani kila siku na kuweza kumtumainia yeye bila kuchoka kwa sala zetu na mali zetu za kila siku. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Ndugu zangu, nawahimiza ili muweze kujiunga na kikundi hiki kwenye YouTube ili tuweze kutafakari Jumapili katika masomo ambayo Mwenyezi Mungu anatuelekeza. Muwe na Jumapili njema, muwe na siku njema ya kimishonari, na muwe mishonari katika familia zenu, katika vijiji vyenu na hata kazini. Mungu azidi kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.